Na mtazamaji wangu, natumai mzima popote ulipo na karibu tena katika YouTube channel yetu, kituo nambari 1 kinachozidi kukuletea taarifa za siasa. Naam mtazamaji, hatimaye Rais wa Jamhuri ya Tanzania Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan ameweza kuvunja ukimya kuhusiana na mambo ambayo yamekuwa yakiendelea katika mitandao ya kijamii ya kwamba no reform no election, kwani kwake haamini jambo hilo litaweza kutokea, ikiwa ni habari mbaya kwa upinzani. Rais Mama Samia Suluhu Hassan ameweza kudhibitishia Wakenya kwamba uchaguzi wa mwaka 2025 wataweza kufanikiwa kwa wale ambao watakuwa wapo tayari kushiriki na wala hawataweza kushindikana kufanikishwa kutokana na hatua hiyo kuwa sheria kwa katiba hiyo ya taifa hilo jirani la Tanzania. Ila mtazamaji, tumeweza kugundua ya kwamba idadi kubwa ya watazamaji mnaozidi kutazama video zetu katika YouTube channel hii bado hamjaweza kusubscribe. Hivyo basi tungependa muweze kufanya jambo la busara kwa kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Iwapo utaweza kufanya hivyo, utakuwa umeweza kutupa support kubwa na pia utakuwa miongoni mwa watu wa kwanza kupata habari zetu. Usisahau kulike na kushare video zetu. Naam mtazamaji, kile ambacho ameweza kukifanya hivi sasa Rais Mama Samia Suluhu Hassan ameweza kuzungumzia kauli ya no reform no elections. Maneno haya yameweza kusambazwa katika mitandao ya kijamii na hata baadhi ya rally ambazo zimekuwa zikifanywa na upinzani, ijapokuwa Mahakama Kuu iliweza kutupilia mbali na kuweka hadharani ya kwamba chama Chadema kisiweze kufanya rally yoyote ile ya kampeni za mwaka 2025. Maneno ya no reform no elections yameweza kuwa ni kero kwa mitandao ya kijamii, hasa katika ukurasa rasmi wa mtandao wa X wa Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Hii ni baada ya kila anachozidi kukichapisha katika ukurasa huo. Idadi kubwa ya Tanzania katika uwanja wa comment section wameweza kuandika maoni yao na kudai kwamba no reform no election. Sasa mtazamaji, moja kwa moja kwa kile ambacho ameweza kukizungumza ni kwamba kutokana na kile ambacho Mheshimiwa Tundu Lissu kinazidi kumkashifu ama kinazidi kumwandama hivi sasa, kipindi ambapo ataweza kuachiwa huru ili haki anayozidi kulilia ataweza kuipata, hivyo basi huenda kaweza kushiriki uchaguzi wa mwaka 2025, kinyume na kama ilivyokuwa awali ya kwamba hataweza kushiriki uchaguzi huo, hatua iliyokuwa ikimpa tiketi ya moja kwa moja ya urais Mama Samia Suluhu Hassan. Ila kutokana na maandamano ama vuguvugu la maandamano yaliyoweza kushuhudiwa kipindi cha kama wiki moja iliyoweza kupita, ameweza kubadilisha maoni na kudai kwamba jukumu la Watanzania linazidi kusubiriwa kwa kuchagua kiongozi sahihi katika uchaguzi wa mwaka 2025, na iwapo ataweza kufanya hivyo, kuanzia hapo mshindi atakapozidi kupatikana kusiwe na lawama yoyote ile. Ila chama Chadema bado hakijaamini kile ambacho Rais Mama Samia Suluhu Hassan anazidi kukizungumza, wakiendelea kupendekeza ya kwamba iwapo angeweza kumwachia huru mpinzani Tundu Lissu hivi sasa ndipo ambapo angeweza kumwamini. Ila kutokana na kesi kuendelea kuwa katika mikono ya mahakama, anaamini ya kwamba amezidi kuwekewa kiwango chake kwa kujishirikisha na Wanatanzania watakaokuwa wakipiga kura. Hivyo basi pia baadhi ya Watanzania wameweza kuonyesha kuchukizwa na kile ambacho ameweza kukizungumza Rais Mama Samia Suluhu Hassan katika mitandao yake, wakiendeleza hashtag ya kwamba no reform no elections. Na hata mtazamaji, hivi karibuni tumekuwa tukishuhudia maoni yenu katika uwanja wa comment section zetu ya kwamba no reform no elections, hatua ikiendelea kuonyesha jinsi gani ambavyo taifa hilo jirani la Tanzania linazidi kukosoa serikali ya CCM na kutokuwa na imani iwapo serikali hiyo ya CCM kwa mara nyingine itaweza kurejea afisini na kuendeleza kuongoza jamhuri hiyo ya Tanzania. Na iwapo ingekuwa kiongozi mwingine,
huenda wakazi wa ama wananchi wa Tanzania kaweza kuamini kumpa nafasi kwa mara nyingine kuendeleza uongozi wa chama kikuu cha CCM. Mtazamaji, vile ningependa ufahamu kwamba kutokana na maandamano yaliyokuwa yakishuhudiwa pia katika taifa jirani la Tanzania, hatua hiyo inazidi kuonyesha jinsi gani ambavyo East Africa hivi sasa iko makini katika sekta ya siasa na sio kama awali. Ila sote tunafahamu kwamba katika maandamano ya taifa jirani la Kenya, katika taifa jirani la Kenya yamekuwa ni maandamano ya kipekee na historia kubwa, ila kuna mambo machache ambayo yaliweza kufichuka. Sote tunafahamu kwamba siku ambapo kuliweza kuwa na maandamano ya kulilia justice yake Albert Ojwang katika mji mkuu wa Nairobi CBD, tuliweza kushuhudia uchomaji wa magari, ila kuna siri nzito ambayo imeweza kufichuliwa na mwanablogu Cyprian Nyakundi ya kwamba magari yaliyoweza kuchomwa yameweza kuhusishwa na baadhi ya viongozi wakuu katika serikali ya Kenya Kwanza. Je, mbona viongozi hawa wa serikali ya Kenya Kwanza waweze kufanya hivyo? Amini usiamini, hii ni mbinu ambayo imetumiwa kwa muda mrefu, ila Wakenya ama baadhi ya Wakenya hawakuwa wanafahamu. Katika baadhi ya video ambazo zimesambazwa katika mitandao ya kijamii, zinazidi kuonyesha baadhi ya watu waliokuwa wameweza kulipwa kwa ajili ya kutekeleza kitendo hicho cha kuwasha moto magari hayo hadharani, wakionekana na kuhusishwa na viongozi wakuu katika serikali ya Kenya Kwanza. Dhumuni na sababu ni kwamba waweze kuharibu mwonekano wa maandamano ya amani ya vijana wa Gen Z waliokuwa wakililia haki kwa mwanablogu Albert Ojwang aliyeweza kuiaga dunia katika hali tatanishi. Mtazamaji, haya yote yameweza kufichuka, aibu kubwa ikiendelea kukumba uongozi wa serikali Kenya Kwanza nchini Kenya, ambapo serikali hiyo ya Kenya Kwanza pia kuwa na msukosuko kwa ajili ya uchaguzi wa Agosti mwaka 2027, ukionekana wazi kwamba itakuwa vigumu kwa serikali hiyo ya Kenya Kwanza kufanikiwa kuhudumu kwa miula miwili kama alichoweza kukiahidi Mheshimiwa Rais William Ruto alipoingia mamlakani kuhudumu kama rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Vile mtazamaji, kutokana na kile ambacho wanablogu hao waliweza kufichua, njia iliyotumiwa na goons ambao waliweza kulipwa pesa na serikali Kenya Kwanza waweze kuharibu maandamano ya amani kwa mara nyingine, serikali hii inaonyesha jinsi gani ambavyo inazidi kushinda nguvu na upinzani, kwani kila wanachozidi kukifanya kinazidi kuwa ni kwa hadharani na kuwa ni pigo kubwa na aibu kwa serikali hiyo yake Mheshimiwa Rais Ruto, huku Mheshimiwa Rigathi Gachagua ambaye hivi sasa ni mpinzani mkuu wake Mheshimiwa Rais Ruto akionekana kupata umaarufu zaidi, uaminifu na ushindi dhidi ya serikali ya Kenya Kwanza. Sasa mtazamaji, hivi sasa ni jukumu lako kutochia maoni yako kuhusiana na kile ambacho kinashuhudiwa katika taifa jirani la Tanzania. Huenda chama hicho cha CCM kinachotumiwa na Rais Mama Samia Suluhu Hassan kitaweza kufanikiwa kurejea mamlakani kwa mara nyingine kwa uchaguzi huu wa mwaka 2025. Sawia, tuachie maoni yako kuhusiana na kile ambacho serikali ya Kenya Kwanza katika taifa hili la Kenya wanazidi kufanya dhidi ya upinzani ambao hivi sasa upo na agenda moja ya kwamba Ruto must go pamoja na one term huko katika taifa jirani, ikiwa ni no reform no election. Subscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.